Watu wengi wameshuhudia mgogoro ambao sasa hivi huko unaendelea kati ya Israeli na taifa la Iran, wakiwa wanashambuliana mabomu kwa kiwango kikubwa bila kutambua changamoto ilikuwa imeanzia wapi na mwaka gani mpaka kuweza kufikia tatizo hilo ambalo limewashambulia watu wote. Sasa miaka ya nyuma, kama ulikuwa ufahamu, Iran na Israeli walikuwa ni washirika wa karibu kweli kweli, lakini yote yalikuja kubadilika mwaka 1979 wakati ambao mapinduzi ya Kiislamu yalipindua utawala wa Sheha wa Iran na nchi hiyo ikageuka kuwa adui mkubwa sana wa taifa la Israeli. Na tangu wakati huo dunia imeshuhudia vita ambavyo haviishi, yani siku zote wakiwa wanatupiana maneno na kuweza hauniwezi. Kuanzia miaka ya 1980 hadi 2010 Israeli na Iran walipambana kwa njia zisizo za moja kwa moja, yani kila mmoja anamshambulia mwingine kupitia mtu mwingine. Iran ilikuwa inawasaidia wapiganaji wa Hezbollah nchini Lebanon na Hamas huko Gaza, ambao kama unavyotambua watu hawa ni mataifa mawili ambayo yamekuwa kigombana kweli kweli na taifa la Israeli. Mpaka mwaka 2010 virusi vya kompyuta vilivyoitwa jina la Stuxnet vilivyoaminika kutengenezwa na Waisraeli na Wamarekani vilikuwa vimeshambulia kweli kweli mitambo ya nyuklia ya Irani. Na mwaka 2015 dunia ilishuhudia makubaliano ya kihistoria yaliyopewa jina la JCPOA kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani, lakini Israeli haikuyakubali ikisema Irani bado ni tishio kubwa kwao. Mpaka kufikia mwaka 2024 hali ilizidi kuwa mbaya zaidi. Huko mwezi Aprili, Israeli ilishambulia jengo la ubalozi wa Irani nchini Syria ikiwa na makamanda wa juu sana wa ambayo organization inayofahamika kwa jina la IRGC. Na Oktoba 2024 viongozi wa Hezbollah na Hamas waliuawa kwa mashambulizi ya kushtukiza. Nadhani hii ilikuwa ni taarifa ambayo imegusa mataifa mengi sana, na kila mmoja akitoa ushuhuda kwa namna ambavyo imemgusa kwa namna yake. Kwa hiyo Irani iliahidi kisasi kikali na dunia ikaanza kupumua kwa hofu mpaka hivi sasa ambavyo kila mmoja anapumulia mipira kwa mataifa haya mawili. Tarehe 13 Juni 2025, yaani juzi tu hapa, Israeli ilianzisha operesheni kubwa ya kijeshi wanaita Operation Rising Lion, yaani kumuinua nyoka tena ama simba wanaita hivyo, Rising Lion. Zaidi ya ndege 200 za kivita zilishambulia maeneo ya nyuklia ya kijeshi ndani ya Iraq ya Iran na Tazi, Isfahan, Fordo. Hakuna mahali palikuwa salama. Satellite zilionyeshwa majengo yalivyosambaratika, moshi mzito na nguzo za umeme pia zilikuwa zikionekana katika video mbalimbali zikiwa zinaanguka. Ni ngumu kuweza kuziweka katika mtandao huu kwa sababu zinaweza kufungiwa kama unavyojua sheria za baadhi ya mitandao. Irani haikukaa kimya. Ilijibu kwa makombora ya masafa marefu na mashambulizi ya droni ambayo maeneo kama Tel Aviv, Haifa na maeneo ya jeshi pia yalikuwa yamelengwa ama kushambuliwa na kuleta madhara makubwa sana, ambapo zaidi ya watu 220 walikuwa wameuawa nchini Iran, wengi wao raia wa Israeli, lakini pia ilipoteza takribani watu 24. Mamia wamejeruhiwa pande zote. Mitambo ya nyuklia ya Irani kama Natanz imeharibiwa vibaya mno, huku ripoti zikisema Israeli ilifanikiwa kuharibu mashine za kurutubisha uranium katika taifa la Iran. Bei ya mafuta duniani pia imepaa kwa kiwango cha juu sana. Soko la hisa limeporomoka Marekani, China na nchi za Ulaya zinatoa wito wa kusitisha mapigano, lakini Netanyahu wa Israeli amesema hawataacha hadi Irani ipunguze uwezo wake wa kutengeneza nyuklia. Irani nayo inatishia kujiondoa kwenye mkataba wa NPT ambao ulikuwa umewekewa huko mwanzoni. Hatua inaweza kufungua milango ya kuunda mabomu ya nyuklia hadharani. Huu ni mkataba ambao unawazuia mataifa makubwa ambayo yanaweza kutengeneza nyuklia yasiweze kutengeneza, ili kuepusha madhara ambayo yalikuwa yametokea kule Hiroshima na Nagasaki. Mpaka hivi sasa mataifa mengi yamekuwa yakipitia changamoto kule nchini Japani. Sasa mimi nataka nikuache na kitu kimoja. Huu ni mwanzo wa vita kuu ya Mashariki ya Kati, au dunia itakutana mezani na kuzuia janga kubwa ambalo linaweza kuja
kutokea. Jibu bado kiukweli halijapatikana mpaka leo hii, lakini historia inaandika ukurasa mpya kila siku. Kwa kweli usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwenye chaneli yetu ili uendelee kujipatia taarifa hizi ambazo zipo zinazoendelea kule mataifa ya Uarabuni mpaka hivi sasa, kati ya Israeli na taifa la Irani wakiwa wanashambulia, lakini Marekani hivi sasa ameshaingilia kati na amemwambia hebu Iran pumzika kwanza.